Watanzania wametakiwa kutoshiriki kwa namna yoyote katika uvunjifu wa amani kwa kisingizio cha kudai haki, kwani kufanya hivyo kunahatarisha usalama wao na taifa kwa ujumla. Mwenyekiti wa taasisi ya Islamic Foundation Tanzania na mjumbe wa halmashauri ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Taifa, Sheikh Hashim Kamgunda ametoa kauli hiyo wakati wa mahafali ya kidato cha 4 kwa shule ya sekondari ya Kiislamu ya Kudusi. Amesema kuwa itakuwa ni ajabu kuona baadhi ya watu wanatumia kisingizio cha kudai haki kwa kuvuruga amani ya nchi ambayo imedumu kwa muda mrefu. Ni mjinga peke yake anayeweza kulima mazao alafu asitake kuyavuna, wavune wengine, yeye akiwa mkimbizi. Ni mjinga sana peke yake anayeweza kujenga nyumba nzuri ya kuishi au ya kawaida au ya kiwango cha chini, alafu akataka asiishi yeye, aende kuishi kwenye mahema ya wakimbizi, nyumba yake aiache. Ni mjinga peke yake, ni mpuuzi. Ni mpuuzi peke yake anayeweza kuleta watoto wasome hapa, badala ya kusoma miaka 4 wasome 2, alafu awafanye kuwa wakimbizi. Ni mjinga peke yake. Kwa hiyo anayetegemea kudai haki yoyote, ndogo, kubwa, ya kikatiba, ya kisheria, ya kijamii, ya kifamilia, kwanza alinde amani ya nchi hii. Ukishakuwa na amani, ndugu zangu, una base ya kuanzia hapo kudai haki. Atakuwa ni mpuuzi atakayesimama kusema watu wasidai haki. Lakini huwezi kudai haki ukiwa hewani. Na nilisema juzi, nasema na leo, hivi vitu hatuvilinganishi. Wanasema kuku na yai, kipi kilianza? Huyu anasema kuku ndiye alianza, kama kuanza yai ilitoka wapi? Huyu anasema kama ameanza kuku alipatikanaje kama hakuna yai? Hiyo sio misemo ya kusema kuhusu kuzungumzia amani na haki. Amani ni kitu kikubwa, haki ni kitu cha kawaida. Hatuwezi kuvilinganisha hivi vitu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya Ansari Muslim Youth Center jimbo la Bukoba mjini, Athmani Rwechungura, amewataka Waislamu kuongeza mkazo katika suala la elimu ili kuwawezesha watoto wao kupata elimu dunia na dini. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia, lakini tunasema bado Waislamu wamelala. Tunawaamsha Waislamu kokote waliko nchini waamke, na hasa kwa mfumo mpya unaokuja wa elimu kwa upande wa serikali. Waislamu lazima muamke. Kama mnaposikia kauli mbiu ya serikali kwamba sasa elimu ya lazima kwa mtoto ni kuanzia elimu ya awali mpaka form 4 kwa mujibu wa serikali inavyosema. Hivyo mtoto wako ukimpeleka katika shule za serikali atapata elimu upande mmoja, na muda mrefu atakuwa naye wao, hatopata muda mzuri wa kusoma dini yake. Na sisi tunatakiwa tuijue dini yetu na dunia yetu. Na mifano mmeiona hapa, mtu ambaye anaweza kuwa na wasiwasi kwamba labda ni dini tu Kudusi, na dunia mnaiona watoto wanavyozungumza ung'eng'e